Basi watu wa Kayole, kuna wananchi wananiambia hapa kuna shida ya mashamba hapa kwenu. Na nimetangaza pale ya kwamba ile mambo ya zamani ya mwananchi kufurishwa kiholela haitaendelea tena. Tumesema lazima kuwe na utaratibu. Hata kama mwananchi amekaa mahali ambapo hapafai, lazima tufuate sheria, tuhakikishe ya kwamba mwananchi ametafutiwa sehemu mbadala. Ndio tuhakikishe ya kwamba tunasonga mbele tukiwa pamoja. Mimi nataka niwaambie vile watu hapa Kayole Central hatujawaacha nyuma. Hata mkimuuliza mbunge wenu, nilimpatia mbunge wote wa Nairobi. Hata mbunge wenu nilimpatia milioni 58 ajenge madarasa ya watoto wa hapa Kayole. Tunaelewana jameni? Na sisi tumekubaliana. Munisikize vizuri. Mimi nikiwa kiongozi wa taifa hii kwa mapenzi ya Mungu, nimesema Kenya hii tunataka tushirikiane. Ni mapenzi ya Mungu. Hakuna jamii iko katika Kenya hii kimakosa. Hakuna jamii iko Kenya hii kwa mwaliko wa mtu yeyote. Hawa jamii zote za Kenya wako Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu. Na mimi kama kiongozi wa Kenya, mimi nimesema nitaunganisha jamii zote za Kenya. Tufanye kazi na viongozi wote, tuwatumikie wananchi wote wa Kenya bila ya kuwabagua, bila ya ukabila, bila ya chuki, bila ya mambo ya kubaguzi, kwa sababu Kenya ni moja na ni nchi yetu na ni mapenzi ya Mungu sisi wote tuwe katika taifa hii la Kenya. Mimi nawauliza jameni, watu wa Kayole, munasema tuungane ama tutengane? Ndio nimekubaliana hata na Raila Amolo Odinga, former prime minister. Tumekubaliana na yeye ya kwamba hatutaki ukabila Kenya, hatutaki siasa ya chuki Kenya, hatutaki siasa ya migawanyiko Kenya. Inaturudisha nyuma, inatugawanya, inaingiza chuki katika taifa letu la Kenya. Na ndio mimi nawauliza jameni, kwa unyenyekevu, wananchi wa hapa Kayole, tuungane, tushirikiane. Mimi nataka niwaambie hivi, hii serikali ya Kenya inatutosha sisi wote. Sio lazima jamii moja iondoke ndio jamii ingine ingie. Sisi wote tunatoshea hapo ndani. Jamii zote za Kenya zinaweza kushughulikiwa mahitaji yao na matakwa yao na serikali hii ya taifa letu la